Kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya kwanza. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, Msufi, wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elikana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana, na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile alipofika Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka, hapo yule mwanamke alipokuwa kwenda nyumbani kwa Bwana. Ndivyo yule alivyomchokoza basi. Kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elikana mumewe akamwambia, Hana, unalia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake sana. Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha, bwana wangu, mimi ni mwana mke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomuomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasafiri mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamuita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana. Kisha yule mtu Elikana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa maziwa. Hapo ndipo nitakapomleta ili ahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Elikana mumewe akamwambia, haya, fanya uonavyo vema. Ngoja hata utakapomwachisha maziwa, Bwana na alithibitishe neno lake tu. Basi yule mwanamke akangoja, akamnyonyesha mtoto wake hata akamwachisha maziwa. Na alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe 3 na efa 1 ya unga na chupa ya divai,
akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo. Na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo, nao wakamchinja huyo ng'ombe, wakamleta mtoto kwa Eli. Akasema, Bwana wangu, kama iishivyo roho yako, bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikimuomba Bwana. Naliomba nipewe mtoto huyu. Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu. Wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana. Naye akamwabudu Bwana huko. Samueli wa kwanza sura ya 2. Naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana. Kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Pinde zao mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula, na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Naam, huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto 7, na yeye aliye na wana wengi amedhoofika. Bwana huua naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Bwana hufukarisha mtu, naye hutajirisha. Hushusha chini, tena huinua juu. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jahani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapigia radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu, na kuitukuza pembe ya masihi wake. Kisha Elikana akaenda Rama nyumbani kwake, na yule mtoto akamtumikia Bwana mbele yake Eli kuhani. Basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, hawakumjali Bwana, wala haki ya makuhani ilivyokuwa kwa watu. Wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote, ndipo huja mtumishi wa kuhani nyama ilipokuwa katika kutokota, naye akawa na uma wa meno 3 mikononi mwake, naye huutia kwa nguvu humo chunguni au birikani au sufuriani au chomboni. Nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe. Ndivyo walivyofanya huko Shilo kwa Waisraeli wote waliokuja huko. Tena kabla ya kuteketezwa mafuta, huja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu, mtolee kuhani nyama ya kuoka, kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa, bali nyama mbichi. Tena ikiwa mtu yule amwambia, hawakosi wataichoma moto hayo mafuta kwanza, kisha utwae kadiri roho yako itakavyopenda, ndipo husema, sivyo, lakini sharti unipe sasa hivi. La hunipi, basi nitaitoa kwa nguvu. Hivyo dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa naivera ya kitani. Tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka, hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Naye Eli akambariki Elikana na mkewe, akasema, Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu badala ya azimio aliloazimia Bwana. Kisha wakaenda nyumbani kwao, naye Bwana akamwangalia Hana, naye akachukua mimba, akazaa watoto wa kiume 3 na wa kike 2. Naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari
za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda Waisraeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia, mbona mnatenda mambo kama hayo? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Sivyo hivyo wanangu, kwa maana habari hii ninayoisikia si habari njema. Mnawakosesha watu wa Bwana. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu, lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Lakini hawakuisikia sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kisha mtu wa Mungu akamwendea Eli akamwambia, Bwana asema hivi, je, mimi sikujidhihirisha nafsi yangu kwa nyumba ya baba yako walipokuwa katika Misri, wakitumikia nyumba ya Farao? Je, sikumchagua yeye katika kabila zote za Israeli ili awe kuhani wangu, apate madhabahuni kwangu na kufukiza uvumba na kuvaa naivera mbele zangu? Nami sikuwapa watu wa mbali ya baba yako dhabihu zote za wana wa Israeli zilizotolewa kwa moto? Kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu, ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema? Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Angalia, siku zinakuja nitakapoukata mkono wako na mkono wa mbali ya baba yako, hata nyumbani mwako hata kuwako mzee, nawe utalitazama teso la maskani yangu katika utajiri wote watakaopewa Israeli, wala nyumbani mwako hata kuwako mzee milele. Tena mtu wa kwako ambaye sitamtenga na madhabahu yangu atakuwa mtu wa kukupofusha macho na kukuhuzunisha moyo. Tena wazao wote wa nyumba yako watakufa wapatapo kuwa watu wazima. Na hii ndio ishara itakayokuwa kwako, itakayowapata wana wako wawili, Hofni na Finehasi. Watakufa wote wawili katika siku moja. Nami nitajiinulia kuhani mwaminifu, atakayefanya sawasawa na mambo yote niliyo nayo katika moyo wangu na katika nia yangu. Nami nitamjengea nyumba iliyo imara, naye atakwenda mbele ya Masihi wangu milele. Kisha itakuwa ya kwamba kila mtu atakayesalia katika nyumba yako atakwenda kumsujudia, apate kipande kidogo cha fedha na mkate mmoja, na kumwambia, tafadhali unitie katika kazi mojawapo ya ukuhani, nipate kula kipande kidogo cha mkate. Samueli wa kwanza sura ya 3. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake ndani mabano, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samuel, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samuel, Samuel. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samuel alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamuita Samuel mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samuel, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia.
Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama, akaita vile vile kama kwanza, Samuel, Samuel. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari za nyumba yake, tangu mwanzo hata mwisho, kwa maana nimemwambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu alioujua, kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Naye Samueli akalala hata asubuhi, akaifungua milango ya nyumba ya Bwana. Samueli akaogopa kumjulisha Eli maono hayo. Basi Eli akamwita Samueli akasema, Samueli mwanangu. Naye akajibu, mimi hapa. Akamuuliza, ni neno gani alilosema nawe? Na kusihi usinifiche. Mungu akufanyie vivyo hivyo na kuzidi, ukinificha lolote katika hayo yote Bwana aliyosema nawe. Basi Samueli akamwambia kila neno, asimfiche lolote. Naye akasema, ndiye Bwana na afanye alionalo kuwa ni jema. Samueli akakuwa, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Nao Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba walitambua ya kwamba huyo Samueli amewekwa kuwa nabii wa Bwana. Naye Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana, nalo neno la Samueli likawajia Israeli wote. Samueli wa kwanza sura ya 4. Ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli. Nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani, wakatua karibu na Ebenezeri, na Wafilisti wakatua huko Afek. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli, na walipopigana Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti, wakauawa watu wa jeshi lao. Jeshi lao lilikuwa uwandani wapata watu 4,000. Hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukaliteke sanduku la agano la Bwana toka Shilo hata huku lije kati yetu na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akaaye juu ya makerubi. Na Hofni na Finehasi wana wawili wa Eli walikuwako huko pamoja na sanduku la agano la Mungu. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Wafilisti wakaogopa, maana walisema, Mungu ameingia kambini. Wakasema, ole wetu, kwani halijawa jambo kama hili tangu hapo. Ole wetu, ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa waliohodari? Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Iweni hodari na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani kwake. Wakauawa watu wengi sana, maana katika Israeli walianguka watu 30,000 wenye kwenda vitani kwa miguu. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa na Hofni na Finehasi, wale wana wawili wa Eli, wakauawa. Basi mtu mmoja wa Benyamini akapiga mbio kutoka mle jeshini, akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimelaluliwa na mavumbi kichwani mwake. Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia,
akingojea, maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini akatoa habari, mji wote ukalia. Na Eli aliposikia kelele za kile kilio, akasema, maana yake nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka akaenda akamwambia Eli. Basi Eli umri wake umepata miaka 98 na macho yake yamepofuka hata asiweze kuona. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Na akasema, yalikwendaje mwanangu? Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wana wako wawili Hofni na Finehasi wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa, maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa amewaamua Israeli miaka 40. Tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikiria. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Akamwita mtoto Ikabod, akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe. Naam, akasema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Samueli wa kwanza mlango wa 5. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezer hata Ashdod. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagon, wakaliweka karibu na Dagon. Na watu wa Ashdod walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagon imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitoa Dagon, wakaisimamisha mahali pake tena. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagon ilikuwa imeanguka chini ya kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Na kichwa chake Dagon na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala kizingitini. Dagon ikasalia kiwiliwili chake tu. Kwa hiyo makuhani wa Dagon na mtu awaye yote aingiaye nyumbani mwa Dagon hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagon huko Ashdod hata leo. Lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdod, akawaharibu, akawapiga kwa majipu huko Ashdod na mipakani mwake. Kisha hao watu wa Ashdod walipoona ilivyokuwa, walisema, hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagon Mungu wetu. Basi wakatuma watu waende kuwakusanya kwao mashehe wote wa Wafilisti, wakasema, tulifanyieje sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli na lihamishwe liende Gath. Wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli. Ikawa walipokwisha lihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana. Akawapiga watu wa mjini, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekroni. Ikawa sanduku la Mungu lilipofika Ekroni, watu wa Ekroni walifanya kelele, wakasema, wameleta hilo sanduku la Mungu wa Israeli kwetu, hata kutuua sisi na watu wetu. Kwa hiyo wakatuma watu waende kuwakusanya mashehe wote wa Wafilisti, wakasema, liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli liende tena mahali pake, ili lisituue sisi wala watu wetu, kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa sana mjini mote. Mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno huko, na wale wasiokufa walipigwa kwa yale majipu, na kilio cha mji kikafika mbinguni.